Na mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto ametetea mpango wa nyumba za bei nafuu, akitaja kama mradi utakaowatoa Wakenya wanaoishi kwenye vitongoji duni hadi kwenye nyumba za kisasa. Na rais akizungumza katika kaunti ya Nairobi, aidha ameitetea kaunti ya Nairobi katika hatua yake ya ubomoaji kwa wale ambao wamekwepa kulipa ushuru wanaotozwa. Na Stephen Leto na taarifa hiyo. Rais William Ruto alishiriki baada ya Jumapili katika eneo bunge la Embakasi Magharibi na baadaye kuzuru ujenzi wa nyumba za bei nafuu eneo bunge la Makadara. Rais Ruto akitumia fursa hiyo kutetea mpango wa nyumba za bei nafuu ambayo wapinzani wake wametaja kuwa mradi ambao haujafikia matakwa ya wale wanaopokea nyumba hizo. Wewe mwananchi ambaye unalipa shilingi 2,000, 3,000 kwa slum, tutakutoa huko, utakuja kulipa hiyo 2,000, 3,000 ukiwa unaishi kwa nyumba mzuri hapa. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa akipinga vikali mpango huo wa nyumba za bei nafuu, huku muungano wa wafanyikazi nchini KOTU ukitoa tetesi kuhusu kutumika kwa fedha za ujenzi wa nyumba hizo. And no amount of intimidation or name calling is going to change my course, because I have an assignment to transform Kenya. Tunaelewana jameni? Na niko na muda ya kutosha ya kunyorosha hii maneno. I have enough time. Affordable housing sio nyumba peke yake. It is a community. Hawa watu lazima wawe na njia ya kuishi. Ukileta watu 10,000 mali moja, si soko inatakikana? Si ndio hiyo? Si shule ya ECD inatakikana? Si hospitali inatakikana? Mambo ya Daktari President wetu Ruto si mambo ya broad based, ni 10 bila break. Watu waache kutukana rais. Rais heshimiwe. Kama unataka kuwa rais, heshimu rais ule yuko. Rais Ruto aidha ameitetea kaunti ya Nairobi kufuatia ubomoaji ambao umekuwa ukiendelea, akiwakashifu wale wanaokwepa kulipa ada za kaunti. Wewe unaishi kwa nyumba miaka 10 hujalipa hata shilingi moja. Surely, I mean honestly. Hapana. Stephen Leto, runinga ya Citizen.